Na mpenzi mtazamaji, nimebahatika kupata fursa ya kukutana na mheshimiwa anaitwa Nehemia Mwilanya Ulonja. Huyu ni mwanasiasa mkongwe kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tutazungumza naye kuhusu hali ya kisiasa na kiusalama ambayo inaendelea kujiri nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mheshimiwa Nehemia Mwilanya Ulonja, habari za sasa hivi? Jambo. Ndio. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa sasa inapitia changamoto nyingi sana za kiusalama na kisiasa. Na watu wanakuwa na maswali mengi kuhusu hali yenyewe ambayo inaendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bila kuwa na majibu sahihi. Pengine ungemwambia mtazamaji ni kitu gani ambacho kinaendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa sasa kwenye swala nzima la kiusalama na kisiasa? Hali ya kiusalama na kisiasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo sio nzuri. Nadhani kwa sasa kuna shaka ya kuwa hali inakuwa mbovu. Ndio. Hali ya usalama katika nchi inakuwa mbovu. Hali iko mbovu hata pembeni ya Kinshasa. Nadhani umesikia kuna shida na grupu arme moja inaitwa Mobondo. Ndio. Yenyewe inakuwa pale pembeni ya Kinshasa. Inakuwa miaka 3 sasa. Na watu wengi wameuawa. Inakuwa reske 5 ya watu wamekufa muda wa miaka 3 hii tangia wajambazi hao wanakuwa hapo pembeni ya Kinshasa. Ndio. Hali inakuwa mbovu pia ex-province oriental, ukienda ngambo ya Ituri. Tunajua pia tunakuwa pengine wajambazi wa Pedeko wenyewe wanafanya uchafuko huko muda pia miaka 4 miaka 3, na wanaua watu kila siku pia. Na serikali hiyo Kinshasa hiyo yote Ituri mpaka leo haikuweza kurudisha amani katika eneo hizo zenye wajambazi hao wanadomania. Shuka ngambo ya Nord Kivu huko wanaita Grand Nord Beni. Ndio. Tunakuwa na majambazi hao wa ADF wanatoka Uganda. Nao wanaua mchana na usiku. Inakuwa muda wa miaka sasa. Na mwisho ni hiyo vita inakuwa huko South Nord na huko kusini pia. Hiyo vita yenye inakuwa ya M3. Nao hiyo inaleta mchafuko kwa kuwa unakuwa watu kupoteza wakongomani, na hasa zaidi pia tunakuwa na wakimbizi wenye wanakuwa nchi jirani. Na kwa hiyo nimependa kupatia ndugu zote hao wakongomani wanakuwa nchi jirani pole zetu, hasa zaidi ndugu zetu wenyewe wamekimbia kutoka Uvira na Fizi, wenyewe wanakuwa sawa wafungwa hapo Burundi, wamekimbilia kwa kuwa condition kwanza za ukimbizi mbaya sana. Na kupita hiyo serikali ya Burundi imekataa wasirudi nyumbani kwa shida zote hizo zenye wanakuwa nazo. Nimependa kuwapatia pole sana. Na umetaja makundi mengi kuhusika na machafuko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Umetaja Mobondo, ADF vile vile inamaliza watu huko Kivu Kaskazini, maeneo ya Ituri na huko Beni. Ila kundi moja tu ambalo ni pasua kichwa kwa sasa kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kundi la M23. Ili kundi la M23 linaendelea kuteka miji, na kwa namna wao wanadai kwamba wanakuja kukomboa Wakongomani, wanakuja kukomboa Wakongomani na utumwa, au na wanadai udikteta ambao unaendeshwa na serikali ya Rais Felix Tshisekedi. Wewe
una laani M23 au unaunga M23 mkono? Sisi tunakuwa na chama chetu tumekutana Nairobi muda mfupi sasa, nadhani ilikuwa Oktoba, na mbele ya kwenda Nairobi chama kubwa chetu ilikuwa FCC, Front Commun pour le Congo, na chama yetu mbele ilikuwa PPRD. Ndio. Na wakati tunakwenda Nairobi tumeunda chama yenye tumeita Sergent la République démocratique du Congo, la RDC. Hiyo ndio chama yangu mimi. Pili ni kusema kama kuhusu vita vya hiyo eneo ni M23 inafanya, ninapenda tu kukumbusha story ya kusema kama sisi wakati tumempatia ndugu Tshisekedi madaraka, nadhani kama tumempatia nchi ilikuwa na amani ujumla. Nadhani ya mwisho nchi mapigano ilikuwa 2003 na hivyo vita vilikuwa tunapoteza sisi na M23. Sasa hivi tumemaliza hiyo vita na tulishangaa muda wa miaka miwili tukifanya transition of power. Tumeshangaa tukikia kama bwana Tshisekedi alikishaka M23 na bwana Tshisekedi akielezea Wakongomani aliwaitishaka kwa nini Kinshasa. Na ni vile vile tumeshangaa muda wa mwaka mmoja na nusu tunasikia kama yule bwana Tshisekedi anaanza kugombanisha M23. Na hapo pia akupata maelezo kamili, basi tulisikia tu anasema no, msaidie mkuje, nchi inaingia vita, tutagombanisha M23, tutagombanisha Rwanda. Lakini vile vyenyewe yeye mwenyewe alianza kwenda Rwanda na kufanya urafiki na Rwanda, hakuuliza Wakongomani wanawaza nini. Vile vyenyewe ameitisha M23 kuja Kinshasa, wakazungumza, hakueleza Wakongomani walizungumza nini. Hivyo tunashangaa siku moja vita inaanza na yeye bwana Tshisekedi anaitisha Wakongomani sasa wamsaidie kwa vita inayofanya. Kwa hiyo ulizo kubwa ni kusema sasa bwana Tshisekedi atachukua muda kama ya kuambia Wakongomani hiyo mambo yote, hiyo vita zote zilianza je na zimekuja kwa nini. Na wakati yeye alikuwa na mawasiliano na Rwanda na mawasiliano na M23, kisha mawasiliano ilikuwa nini na wamegombania nini? Ni sisi tunakuwa na ulizo, kwa sisi tumemwachia nchi yenye ilikuwa na amani, tumemwachia nchi yenye ilikuwa kilomita milioni 2.35 kilomita kare ndio tumwachia ya Kongo. Na tunaona territoire zinaanza kwenda zimoja ajo zingine, na yeye anaanza kulalamika kusema kama no mmoja mnisaidie, tunakuwa na vita vitakuwa vinaweza wanatugombanisha. Wanani wale wenye alikuwa anasiliana nao jana. Hiyo ndio ulizo yetu sisi wenye tumekabidhi nchi yenye ilikuwa na amani, amani yenye ilidumu muda wa miaka 10 mbele ya yeye kuchukua. Kwa hiyo movement yenu au vuguvugu lenu la Sauvons la République démocratique du Congo ni sehemu ya kundi la AFC M23? No, hapana, ndio mama nakwambia sisi tuko mwile yenye tunaitwa opposition politique. Tuko opposition politique, na wakati yenye tumesikia malalamiko ya raia kusema hii nchi hatujitambui tena, tuko tunaenda wapi na bwana Tshisekedi, kwa kuwa vitu vyote iwe amani,
hatuna tena ndani iwe maisha ya binadamu kawaida hatuna tena, iwe kidemokrasia, watu wanafungwa uyolela, iwe basi watu wanalalamika sana. Kwa hiyo kwa kujibu kwa malalamiko ya watu, tukasema basi sisi sote tuungane ili tuokoe taifa. Kwa kila mtu analalamika. Ndio. Sasa kama kila mtu analalamika, kwa hiyo taifa itaokolewa na nani? Itaokolewa na Wakongomani wenyewe pia. Hiyo ndio ilikuwa wito wetu wakati tunatoka Nairobi, akisema Wakongomani wote waungane basi waokoe taifa kwa kuwa malalamiko yanazidi. Kuna hili sakata la Rwanda kusaidia waasi wa M23. Je, kambi yenu inalitambua hili? Kama kuna askari wa Rwanda nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao wanapiganisha serikali ya Rais Tshisekedi? Tumesoma ripoti kama watu wote, ripoti za United Nations, tumesikia pia malalamiko ya serikali, tumezungumzia. Jibu letu kwa ulizo hiyo ni kusema sisi tuko wazi. Tunasema kama Kongo inapaswa kubakia nchi ya demokrasia, na inapaswa kuwa nchi yenye inapaswa kuwa independent, huru, inapaswa kuwa nchi inakuwa huru. Kwa hiyo sisi hatukubaliani territoire ya Kongo kuwe hata jeshi moja ya kigeni, hata jeshi moja ya kigeni. Na tumesema hivyo kwa nini? Kwa kuwa hivyo inasemaka kama Rwanda inakuwa na jeshi lake lenye kusaidia mtu. Hivyo tunasikia kama Burundi inakuwa na jeshi lake lenye kusaidia Bwana Tshisekedi. Tunasikia Uganda inakuwa na jeshi lake Mkongo lenye kusaidia Bwana Tshisekedi, na tunasikia kunakuwa mercenaries wanajia Mkongo. Kwa hiyo Kongo inakuwa sawa soko tu, inakuwa sawa soko yenye jeshi zote zinatoka huku na huku zinakuja kushambulia Kongo. Sisi tunasema hapana, Kongo iko nchi yenye iko souverain, iko independant, na hiyo souverainite na independance yayo iko utafauti na presence ya hiyo maarmi zote territoire ya Kongo. Kwa hiyo jibu iko kawaida kwetu kusema kama ibidi jeshi la Rwanda, ibidi jeshi la Burundi, ibidi jeshi la Uganda, jeshi hizo zote zitoke mjini Kongo, na Wakongomani wao wenyewe washughulikie mambo ya amani katika nchi yao. Naam, wapo wanaodai kwamba Rais mstaafu Joseph Kabila bado ana ushawishi mkubwa sana katika siasa za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na wengine wanadai kwamba kuwepo kwa ushawishi huo kwa rais mstaafu ndio kunapelekea labda machafuko hayo ya kivita ambayo yanaendelea kushuhudiwa huko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hivi kambi yenu ya upinzani, maana kwa sasa ninyi mpo katika kambi ya upinzani, kambi yenu ya upinzani inatumia mbinu gani kuweza kurejea madarakani kwa njia ya kidemokrasia? Ulizo ni kawaida. Kwanza unasema juu ya rais mstaafu, usisahau kama rais mstaafu amebaki mjini Kinshasa nadhani mpaka 2023. Na hivyo vita vya 2023 tumeanza nadhani 2022. Na hiyo mwaka mzima umepita, rais mstaafu alikuwa Kinshasa ama Lubumbashi. Ya pili nilisema kama yote wamesemeka bongo mtupu, kwa kuwa tukapata hata proof moja. Hata nimeona kulikuwa trial, lakini rais mwenyewe inasemekana yuko katika maeneo ambayo yanamilikiwa na waasi. Hiyo tutafika kwa hiyo point.
wamefanya procès ile wanaita Mfaransa procès, na watu wamengoja kwa hamu kubwa sana proof zipaniwe na zionyeshe wazi responsibility hiyo za rais mwenzake. Mambo iko je, hiyo procès imefanya muda wa mwezi mzima, hiyo proof itaonekana. Kwa hiyo nadhani kama watu wanapaswa kuwa serious na mambo yanayozungumzia, ukizungumzia sisi ni lazima ulete proof ya kusema kama ndio mimi nazungumzia kuna proof hii. Ya pili unasema ndio Yesu amesikilika, amefika Goma, amefika Bukavu, ndio nadhani hapa wakati tunapoendea hapa Goma na Bukavu kuna wananchi wa Kongomani wanakuwa pale. Ndio. Sasa kwa hiyo ndugu wa Kongomani wenye kuishi Goma na Bukavu ni waasi wote. Kama mtu mwenye anafika Goma anafika Bukavu ni muasi. Tuendeleshe hiyo logike sasa kusema kama ndugu zako zenye wako Bukavu, wako Goma, wote ni waasi leo. Hiyo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, tuliona watu wa Umoja wa Mataifa, tuliona wa mapastori wenyewe walitembelea Goma na wakapogelea na hao wa rebels wa M23 AFC walifanya kazi yenye walikuwa wanafanya na wakarudi. Kwa hiyo nao waliingia automatically na M23. Lakini mheshimiwa yule ni rais mstaafu. Ndio ama anakuwa sasa Kongomani kama Wakongomani wa kawaida, haiko tena rais. Na huo unasema ni rais mstaafu. Sisahau kama zile right zote za rais mstaafu serikali ya Kongo imeondoa hizo. Kwa hiyo kama ilimuondoa anakuwa Mkongomani kawaida. Na kama ni Mkongomani kawaida, kwa nini yeye ana right ya kusema kama ana nyumba Bukavu, ana nyumba Goma, ana dada, ana kaka, ana walimamu huko fasi yote, kwa nini hawezi kuwatembelea? Na kama amekwenda kule tunamuona amefanya wanaita consultation na population, mazungumzo. Alikuwa na bishop na kanisa, alikuwa na wanafunzi na maprofesa wa university kuwasikia. Kisha hapo nini nyingine tunaona yenye kukua kawaida? Sasa alifanya mazungumzo na hayo yote matabaka kama nani? Kama Mkongomani. Ndio, kama Mkongomani mwenye anatafuta kusikia shida ya ndugu zake wa Kongomani. Na juu kesho na yeye aseme tafuta solution. Je, na solution ndio hiyo yenyewe amepanga na wenyewe alikutana nao Nairobi. Sema tumesikia sauti zinatoka Kinshasa, zinatoka Lubumbashi, na kwenye nimetoka pia nimesikia sauti ya wandugu wamekuwa kule. Wandugu, nchi tunaangamia, nchi tuko tunapoteza nchi yetu. Kwa hiyo tusimame sisi sote tuangalie pamoja kama tutasave hiyo nchi. Je, na njia ya kwanza yenyewe ilikuwa propose ni declaration yenye imefanyika Nairobi, ilikuwa njia ya dialogue. Ndio njia yetu ya kwanza yenye sisi tumesema Wakongomani wote wakutane kama ilivyo kawaida. Ni 2002-3 Wakongomani walikutana naka Saint-Denis, kama ilivyokuwa 2016 Wakongomani wamekutana kusikia Union Africaine, na kama ilikuwa pia niyo tena 2016 nisha nako wamekutana na mabisho na wakanyorosha mambo yenyewe ya kukua kawaida na nchi ikaenda kwa uchaguzi. Je, kambi yenu ya upinzani ipo tayari kwa mazungumzo ya kitaifa? Kwa kwa tunawaambia kama sisi ndio wenyewe tulikuwa tumefungua mlango huo ya kusema kama watu wenye kuwa na akili na busara, kama kuna shida nchi, mjapokuwa shida hizo ni wanatuzegea ndani zile. Kwa sisi tumempatia nchi yenye ilikuwa haikuwa na shida zote hii. Ndio. Ijapokuwa yeye ndio mwalileta hizo shida zote, sisi mpango wetu ilikuwa kusema kama
akili na hekima na busara inaomba watu wakutanane na washughulikie shida hizo zenye Bwana Tshisekedi ameleta chini. Kwa hiyo tumeona kama ndugu Tshisekedi ile mambo akubaliane nayo, akubaliane na njia hiyo ya mazungumzo. Amesema mambo hayo sasa, amesema Belgique, kusema mimi sikubaliane na mambo hayo, vita ndio vita. Tunampatia macho tuone basi ataokoa nchi je na vita. Lakini kuna taarifa zisizo rasmi ambazo hazijathibitishwa zinasema kwamba ni kama rais amekubali mazungumzo na yatafanyika Kinshasa, lakini taarifa ambazo tumezisikia ni taarifa ambazo hazijakuwa na ukweli wote. Inasemekana kwamba kambi yenu imekataa kwenda kufanya mazungumzo Kinshasa. Unaweza kuthibitisha taarifa hizi? No, sisi wakati unazungumzia mazungumzo Kinshasa unakuwa na taarifa ya jinsi wapinzani wanafungwa Kinshasa kila siku na wengi wanauawa pia, unakuwa na taarifa hizo pia. Kwa hiyo nawaza kama kuna mazungumzo kesho, wapinzani watakwenda Kinshasa, je, kufanya mazungumzo hayo, alors que Bwana Tshisekedi na ministra zake, alors que labda itakuwa kwa masharti, labda mtampa masharti. No, nadhani kama tunapaswa kuwa watu wanakuwa na hekima ya kusema no, kama hiyo mazungumzo itaweza kuwa leo na kesho, hizo conditions ziko reunies zifanyike Kinshasa. Mais by the way, yenye tunafahamu si Bwana Tshisekedi hayakuwa tayari kwa mazungumzo. Amependa huko Rwanda, tumesikia kama yeye ndio alienda kutafuta kasaidiwe rais wa Angola na wandugu wa Angola. Tunafahamu pia ya kuwa hivyo anaanza kabongato fulani, na hivyo kesho yake anakwenda anarudi nyuma. Kwa hiyo sisi tunampa macho, sisi hatutafuti tena njia yoyote ya dialogue. Tulikamata kwanza vile yetu ya kusema kama watu wenye busara wakati kuna shida katika nchi wanaweza wanazungumza. Bwana Tshisekedi akasema mimi sitaki dialogue hayo. Kwa hiyo tunampa macho mpaka leo, tunaendelea kumpa macho na shida ni kusema kama nchi inaendelea kucollapse mpaka leo. Hivi Mheshimiwa Nehemi Mwilanya Ulondo, wewe ni mtu mkubwa sana katika siasa za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na sio mzoefu sana wa kuzungumza kwenye media. Lakini siku hizi mnaonekana mkizungumza sana na mnazungumza sio sana, mnazungumza kuhusu hali ya kisiasa ambayo inaendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuna kitu ambacho labda kambi yenu mpaka sasa, je, inawezekana mnajutia kumkabidhi madaraka Rais Felix Tshisekedi? Hiyo imetokea kwenu, labda kwa sasa mnaanza kujuta kwa nini tulimpa madaraka Felix Tshisekedi? Nadhani yaliyopita yalikuwa hadharani, yote yalipita yalikuwa hadharani, na ndio kila mtu anakuwa na judgment yake sasa kwa mambo yote yaliyopita. Wakati sio ya kujuta hapa, kwa kuwa hata kama unajuta hautabadilisha situation tunakuwa mwayo leo. Na kama umefanya kosa jana, ya muhimu ni kusema umefanya kosa na ni lazima correct mistake hayo. Nadhani sisi ndio etat d'esprit yetu ni ya kusema kama yaliyopita mabaya na mazuri yatusaidia kujenga present na future ya nchi sasa. Naam, tuzungumze sasa kuhusu wewe kama wewe. Wewe ni mzaliwa wa tarafa la Fizi. Kwa wale ambao wasiofahamu, Fizi inapatikana katika mkoa wa Kivu Kusini, ni mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Licha ya kwamba ni mzaliwa wa huko, lakini wewe ni mfanyasiasa wa Kongomani wote. Na hiyo haiwezi kuzuia sisi tuzungumzie kule ulipotoka kama ni mbali. Naam. Kama mzaliwa wa Fizi, unaweza kuwaambia raia wa Fizi kitu gani kuhusiana na machafuko ya kivita ambayo yanaendelea Kivu Kusini kiujumla, na
Fizi kiupekee? Nadhani ni kurudia mara tena, kwanza kuwapatia ndugu zangu pole tena. Hiyo ninairudilia kwa kuwa ninafahamu hali yenye raia yetu na kuwa ndani kwa wakati huo, wenye wamebaki kama wale wakimbizi. Na naomba Mwenyezi Mungu asaidie juu amani irudi na shida hizo zipungue. Ya pili ni kusema kama hali ya nchi yote iko mbovu. Kwa hiyo inahitajika kweli ni kusema kama wakati mmoja itaisha, na inahitajika pia ni kusema mabadiliko yaingie nchi ili hiyo hali mbovu ya nchi imalizike, na wakongomani hasa zaidi ndugu zangu pia wapate amani. Iko right yao kuwa katika amani na kuishi katika amani, na human rights zao zote pia wao pia na kapasite ya kuexerce hiyo, kwa kuwa ni binadamu na wanakuwa na haki zao za kibinadamu. Wasife moyo. Nadhani kama tunafanya siasa juu wanadamu ya raia, hali yao iendelee kuwa nzuri, isiwe mbaya. Na ni hapo yenye hatuelewi siasa za Tshisekedi, kwa kuwa tangu afike madaraka ni hiyo hali ya nchi na hali ya binadamu inaendelea kuwa mbaya. Na kama sisi tunasimama kama wapinzani, tunampinga kwa kuwa polisi zake zimeleta vita, polisi zake zimeangusha ekonomia ya nchi, polisi zake ni zinatuma leo population yetu zinakuwa wakimbizi huko na huko. Ni polisi wanatusaidia. Kwa hiyo wasikate tamaa. Hiyo ndio kisa yetu inagombana ya kisiasa kama wafanya, na tunapewa na tutafanya nyumba tabariki vita hivyo na mabadiliko itaingia katika. Kwa sasa vita vinatoka kaskazini vinakuja kusini. Uvira iko mikononi mwa AFC M23, na nafikiri serikali ya DRC pamoja na wazalendo ambao wanasaidiana kwa pamoja wako maeneo ya Makobola. Kwa hiyo kuna uwezekano hiyo ndio barabara ambayo M23 wanalenga kupita kuelekea huko wanapoenda, ambako watu wengi wanajiuliza wanaenda wapi. Kuna kamanda mmoja wa wazalendo ambaye alisikika siku za nyuma akisema kwamba viongozi wengine wa wazalendo waache kupigana katika tarafa la Fizi, wasimwage bure damu za Wakongomani. Nafikiri ulisikia audio hiyo, anaitwa Mayele. Wewe unasemaje kuhusiana na kauli yake? Nadhani kitu ya muhimu ni kusema kama yeye mwenye amepaaza sauti hiyo ni umoja wa wale wenyewe walikuwa front. Kwa hiyo anajua shida gani zenye zinakuwa katika vita hiyo, mambo ya serikali, na ndio maana amepaaza sauti hiyo. Nimependa pia kujulisha kama siku zilizopita hizo mbili tatu, jeshi wetu tumefanya paneo mchafuko Makobola. Umesikia baka dada zetu pale wameiba hospitali, mbani chafuko mbalimbali. Walikanusha taarifa hizo, walikataa, walisema sio kweli. Tumeona na image na ni ndugu hata wapasha habari wakibu wagembe kuvuliza mambo yote haya. Kwa hiyo yote nitaweza kusema kama kwa maelea na kwa umoja wao wenye kupigana ng'ambo ya wazalendo, mambo ya nchi. Kama ameshinda kusema hivyo, anakuwa na sababu, na kama sababu hiyo inakamilishwa, kwa nini watu wasimtegee sikio? Kwa mpaka leo anaendelea kuwa mzalendo, mpaka leo anakuwa mambo ya wale wenye
yanapambana na wenye bucha kutoka huko kwenye NSM. Sina comment nyingine isiyokuwa hiyo ya kusema kama yeye mwenye atasema mambo hiyo anapaswa pia msaada. Na maswali mawili ya mwisho kabla hatujagana. Swali la kwanza, unakuwa na maswali mengi sana bila majibu kuhusu vita nchini DRC. Kuna mmoja wanasema ni vita vya kiuchumi, wengine wanasema ni vita vya ukombozi, na wengine wanasema ni Rwanda ina njama mbaya sana na DRC inataka kuigawa nchi ya DRC. Kwa tathmini yako, kwa namna unavyoona vita nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni vita vya aina gani? Ni vita vya ukombozi? Ni vita vya kiuchumi? Au ndio ile kauli ambao watu wengi wanasema kwamba Rwanda inataka kugawa DRC? Nadhani sisi tumekwisha kujibu ulizo hizo. Ya kwanza ni kusema kama tumeonesha kama kuna vita pembeni ya Kinshasa. Niyo mbondo iko kule? Wow. Na nadhani hiyo itaweza kuja kutuonesha kama kuna vita vya Rwanda na kuna vita vya vingine na grupu na force iwe armed groups zenye zinafanya mchafuko, iwe ngambo ya Kinshasa, iwe ngambo ya Ituri, iwe ngambo ya Nord Kivu, na vita vyote hiyo vinaisha wapi? Kwa hiyo si fair kusimamia tu vita ya fasi moja. Nadhani wakongomani wa Kinshasa wana human right moja na wakongomani wa Ituri na wakongomani wa Beni na wakongomani wa Fizi na Kobola na Uvira. Hiyo ni vizuri. Ya pili, tumewaambia kama sisi juu ya kutusaidia kujua kama vita hivi ni vita gani, inabidi hizo armi zote za nje zitoke. Zikishatoka, kwa hiyo tutabaki wakongomani kwa wakongomani na tutaulizana, sasa nyinyi mmechukua silaha kwa nini? Na mnakwenda wapi? Sasa kama nchi inakuwa na armi 3-4 za kigeni na wa mercenaries na vingine, kwa hiyo mchafuko inaingia, utatambua je kama hivyo vita vinakisa gani? Wao wanafahamu wandugu wa Burundi wakati wanatuma army yao Mkongo, kisa yao ni nini? Wakati wa Uganda wanatuma army yao, kisa yao ni nini? Wakati mesema Rwanda kama wanatana hizo trupe pia, kisa yao ni nini? Wa mercenary objective yao ni nini? Kwa hiyo haitusaidie kujua kama ukweli ni fasi gani. Inaonesha kama nchi inakuwa mchafuko, na ndio kwa maana sisi tumesema hapana, mwanzo ya vitu yote zile jeshi zote za kigeni zitoke katika nchi yetu. Iwe jeshi ya Rwanda, iwe jeshi ya Burundi, jeshi ya Uganda zitoke, na kisha sisi wakongomani tuikae mezani tuulizane, wewe umechukua silaha kwa jua nini? Na wale wenye walichukua watajieleza. Sisi hatuna silaha. Wale wenye walichukua silaha watajieleza. Bwana Tshisekedi atajieleza yeye naye juu ya kujua imekuwaje wewe umepewa nchi ilikuwa na amani. Ulikuwa umepewa nchi yenyewe ilikuwa ingia njia ya maendeleo. Reconstruction ya vitu kadhalika imeonekana kwa macho. Umepewa nchi na kidemokrasia. Inakuwaje leo tunakuwa mtikato ya shite? Inakuwaje leo tunakuwa mvita? Inakuwaje leo hiyo maendeleo yote ilikuwa shaanza imeanguka? Ndio inakuwaje leo inakuwa vita vya kikabila, tribalism imeingia? Kila mtu ajieleze. Na kama sisi nasi wanakuwa na maulizo yenye natuelekea sisi wenyewe tumemtangulia Bwana Tshisekedi, na sisi tutajieleza. Na kisha kujieleza tutajua sasa tufanyeje juu ya kuokoa nchi. Swali langu la mwisho kwako sasa. Rais Felix Tshisekedi amekosea wapi kushughulikia tatizo la kiusalama nchini DRC? Na
nini kifanyike ili amani ya kudumu iweze kurejea DRC? Mimi nadhani kama Bwana Felix Tshisekedi ameapa wakati aliingia madarakani. Ndio. Kitu ya muhimu zaidi ni kusema asome ile uwapo wake, na leo ajiulize kitu gani yenye anafanya juu ya kusema ile yenye ameapa ile siku ameagiza Wakongomani. Leo aseme nini yenye amefanya na yenye afanya kwa nini amefanya. Naambia Wakongomani hivyo vita halivileta kwa nini? Kwani yeye ndio mwenye ameleta hivyo vita. Vita vina mopoze yeye na wenyewe walikuwa marafiki zake jana, wenyewe alikuwa na asiliana nao jana. Kwa hiyo haeleze Wakongomani wamefia nini kwa kuwa walete vita katika nchi. Bwana Tshisekedi anapaswa kutueleza, anapaswa kutueleza pia kwa nini Wakongomani waliwakuta wako pamoja na wote wanashirikia nchi pamoja. Yeye analeta ubaguzi katika Wakongomani. Kwa nini? Eski hii iko ile ulapo wake wenye ulapa ama inaenda kinyume ya ulapo wake? Kwa nini Bwana Tshisekedi hata kama amefanya kosa hizo za kuleta vita hawezi simama kwa wakati mmoja kusema kama kweli ninafahamu kama nimefanya makosa na nimetia nchi katika shida, basi jioni sote tuangalie jinsi gani tutaokoa. Kwa nini hafanyi? Kwa hiyo ni ulizo nyingi zinaelekea ndio Bwana Tshisekedi. Yeye ndio anapaswa kujibu kwa kuwa yeye ndio anakuwa in charge, yeye ndio anakuwa na nchi, yeye ndio amepewa nchi ilikuwa na amani, ilikuwa na vitu vyote, na yeye ndio anapaswa kuelezea Wakongomani kama kweli amefanya nini na nchi hiyo, na kama anakuwa na shida fulani specific aambia wao Wakongomani wamsaidie. Kama sivyo basi anakuwa ndio tunakuwa tumjitata Rashid. Yeye ni hiyo tu mamlaka, anakuwa kwenye mamlaka na anawaza kama ataendelea tu na hiyo mamlaka, japokuwa hali yenyewe hapo hali mbovu yenyewe anatia ndani nchi. Mheshimiwa, maswali ni mengi, hatuwezi tukayauliza yote kwa siku moja. Nashukuru sana kwa kujibu maswali haya machache ambayo nimekuuliza, na nishukuru sana tena kwa muda wako. Asante sana. Mimi nakupigia sana. Shukrani.